Mimi ni Bosco Kabila. Hapa ni mkoani Kigoma nchini Tanzania. Leo tuko na bwana Idi Adam ambaye ni mwenye katibu wa jimbo la Kigoma mjini kwa ACT Wazalendo. Tuko hapa kuongea naye mengi katika mahojiano ya ana kwa ana, hasa tukiangazia kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu hapo Oktoba 2025. Ni miezi kadhaa tu hapo tutakuwa tumefikia. Kwa kuna mengi tunatamani kujua kupitia mahojiano haya, hasa katika jimbo hili ambayo tayari mgombea wao au mtu ambaye tayari ameshakutia nia ya kuwania kiti hicho cha ubunge, bwana Zitto Kabwe. Tuko hapa kujua mengi wamejiandaaje kama ACT Wazalendo, lakini pia shamla za huku na kule, watuambie wao uchaguzi huu wameweka katika nafasi gani. Je, ni kama vyama vingine pinzani ambao wanasema mpaka sasa washiriki uchaguzi, au wao wanaenda na mfumo gani? Bwana Idi, karibu sana. Asante sana. Bwana, kwanza tuanze hapo. Kwanza tujuze, kuna baadhi ya watazamaji ikiwemo mimi pia hawaelewi majukumu ya katibu wa jimbo. Labda wewe kama katibu wa jimbo, kwanza majukumu yako ni yapi katika chama? Asante sana. Kama katibu wa jimbo, mimi ndio mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku za chama. Mambo yote ambayo yanahusu utendaji wa chama ni majukumu ya katibu, lakini pia ndio mkuu wa mipango wa chama katika jimbo. Lakini pia nawajibika kuitisha mikutano yote ile, mkutano mkuu wa jimbo, vikao vya kamati ya uongozi, na huko nyuma tulikuwa na vikao vya secretariat pia. Mimi ndio nakuwa mwenyekiti wa vikao. Kwa naogundua kwamba katibu wa jimbo ndio mtendaji wa shughuli za kila siku za chama katika jimbo. Bana, siasa mkoani Kigoma mpaka sasa kuelekea uchaguzi mkuu unaionaje? Tayari baadhi ya vyama kama tuseme CCM, kuna majina yanatajwa ambao tunahisi kwamba wanaweza akawa wania ubunge, lakini pia Chadema mpaka sasa hatujaona chochote kinachoendelea. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo ndo kwanza mgombea alichukua fomu mapema sana, na hisi mwezi uliopita. Labda shamla hizi na siasa ya Kigoma kwa sasa unaionaje? Sisi tunaendelea kujipanga na uchaguzi, na kama unavyojua mwisho wa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi mwingine. Kwa hiyo sisi tumeanza kujipanga na uchaguzi mkuu huu tangu uchaguzi wa 2020 ulipokwisha. Lakini sisi baada ya ule uchaguzi tulifanya tathmini na tukasema tujipange na uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo tangu tuna miaka mitano sasa tunajipanga na uchaguzi. Kwa hiyo sisi tuko katika hatua za mwisho kabisa za kujipanga. Tangu kama nilivyokuambia kwa miaka mitano tunajipanga, na sasa tuko katika hatua za mwisho, tunaelekea kwenye uchaguzi. Tuko vizuri, shamla za ndani ya chama ni nzuri na tunaelekea vizuri sana. Mmekuwa ni moja ya vyama ambavyo vimepokea wanachama wapya, hasa wakiwa wanatokea Chadema. Hao wanachama mnaopokea, mna uhakika kwamba kweli ni wanachama ambao wamekuja kiuzalendo au wamekuja kimaslahi binafsi? Siasa ni imani. Siasa ni imani kama ilivyo dini ni imani, na siasa ni imani pia. Na moyo wa mtu ni kichaka. Kwa hiyo sisi kama chama cha siasa, mtaji wetu ni watu. Obviously hatuwezi kukataa watu. Tunawapa watu nafasi, lakini katika watu tunawapa nafasi kuna watu ambao wanakuja kweli kwa nia ya dhati ya chama. Kuna wengine wanakuja kwa sababu kama ambao sio lengo la chama na malengo yao, lakini muda huo ndo unajibu kila kitu. Na kuna mwingine anakuja kwa sababu ya chama, lakini katikati ya safari anapata ajali ya kisiasa. Kwa hiyo wote tunawapokea, sisi tukiamini kwamba wana nia thabiti, na yule ambaye amekuja tofauti na nia thabiti, basi tuna mtandao wetu wa chama ambao ni rahisi sana kumtambua, na ndani ya muda mfupi tutamuelewa tu. Chadema mpaka sasa wanashikilia kauli ya no reform no election. Labda hii hatua walioichukua Chadema ni unaionaje wewe kwamba hawatashiriki uchaguzi endapo hakutakuwa na marekebisho katika tume ya uchaguzi? Katika kauli ambazo zimekuwa zikitawala kinywa cha Zitto Kabwe, hasa alivyokuwa huko, alisema kwamba kuna msemo unasema kwamba if you don't fight you die, if you fight you die. Kwa hiyo unachoamua kufanya ni nini? Ni kupigana. Labda utofauti uliopo kati ya ACT Wazalendo na Chadema katika kudai demokrasia, ambayo wote mnaonekana mnadai demokrasia moja, lakini maamuzi ni tofauti na njia mlizochagua ni tofauti. Labda hapa kuna utata gani ambao uko hapa katikati? Nashukuru sana. Swali zuri sana. Kwanza Chadema sio kwamba tu wanasema hawatoshiriki uchaguzi. Wenyewe wanavyosema no reforms no election. Maana ni kwamba kama hakuna mabadiliko hayo, reforms hizo, hakutakuwa na uchaguzi kabisa. Hiyo ndo wenyewe wanasema Chadema. Kwa kuwa mimi sio kiongozi wao, siwezi kuwasemea, lakini hilo ndio liko hivyo. Kwa kama sio kwamba uchaguzi utafanyika afu wasishiriki. Wenyewe wanasema kama hakuna mabadiliko, hakuna kabisa uchaguzi, no election. Sisi tunaungana na Chadema kwenye kuhakikisha kusema kwamba kuna mabadiliko ya dhati kabisa yanatakiwa kufanyika ndani ya nchi. Hilo tunaungana nao. Nafasi ya Zitto Kabwe
mwania wa kiti cha ubunge katika jimbo la Kigoma mjini, unaionaje hasa baada ya majina kadhaa kwa yanatajwa kutokea Chama cha Mapinduzi, nikimaanisha CCM, nafasi yake hapa Kigoma mjini unaionaje? Zitto Kabwe. Zitto Kabwe, Mwami Ruyagwa. Ndugu mtangazaji, hapa Kigoma mjini, Kigoma yote, na hii Kigoma mjini ikiwa ni mfano, Zitto wananchi wanaelewa kama ni mtetezi wao. Wananchi wanaelewa namna gani ambavyo utumishi wake unagusa masuala yao na maisha yao. Kwa hiyo wanamuelewa. Hapa hata haje nani, hili jimbo la Mwami Ruyagwa, na tarehe Oktoba mtaona wenyewe matokeo. Katika baadhi ya watu ambao inasemekana watawania kiti cha ubunge hapa Kigoma mjini, mmoja wapo ni Baba Levo ambaye miaka kadhaa alikuwa ni mwanachama wa ACT Wazalendo. Hauoni kwamba inawezekana anajua baadhi ya mbinu ambazo mlikuwa nazo na mikakati katika chama cha ACT Wazalendo, na sasa atakuwa ni mtu ambaye atakuwa ni mpinzani mkubwa sana, kwa sababu ukipigana na adui ambaye anajua baadhi ya mbinu zako ni vigumu sana kumkabili? Labda nimechukulia jina moja kati ya mengi ambao wanatajwa katika Chama cha Mapinduzi. Labda unaona nini hapo? Kwanza, Baba Levo hajawahi kuwa kiongozi wa chama. Ni mtu ambaye amekulia kwenye mikono yangu, sababu chama kilimpa imani 2015 kugombea udiwani mwaka kaskazini. Alikuwa ana umaarufu lakini kwenye muziki, sio kwenye siasa. Kwa hiyo tukaanza kumfundisha kuzungumza, na mimi nikiwa katibu wake, ndo katibu wa jimbo. Tukamfundisha kuzungumza na kupanga hoja kiasi ambacho tuliweza kumfundisha. Tukamuuza kwa wananchi wakamuona, wakamchagua. Tukawa naye kwenye baraza mpaka mwaka 2020 alipomaliza utumishi wake wa udiwani. Hakuwa kuwa kiongozi wa chama, kwa maana kwamba anaelewa mipango ya chama ndani. Alikuwa ni diwani, kwa maana anatuwakilisha chama kwenye halmashauri, na anapoenda kule tunakaa pat caucus, na mimi ndo katibu wao na waelekeza nini cha kwenda kuzungumza kule. Kwa hiyo baada ya pale akatoka pale akaenda na shughuli zake zingine, ameamua kwenda CCM kugombea, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba sio mwanasiasa mwenye hadhi ya kugombea ubunge, hasa kugombea Zitto Kabwe. Yeye anafahamu. Kwa hiyo sisi tunaomba Chama cha Mapinduzi kama kitatupitishia huyo Baba Levo, ili tujipatie ushindi wa asubuhi mapema kabisa. Hawezi kufanya competition na Zitto. Swali la uchokozi, Chadema au CCM? Chagua kimoja kati ya Chadema au CCM. Chadema. Naam, yalikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja kutoka hapa Kigoma nchini Tanzania, nikiwa na katibu wa jimbo la Kigoma mjini kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Ameongea mengi kuhusiana na uchaguzi ambao tunaelekea, lakini pia vitu vingi ambavyo ulitamani kuvijua umeweza kuvisikia kutoka kwake. Nikushukuru sana kwa wewe mtazamaji, na niseme kwa wakati huu bye bye mpaka wakati mwingine.